Mwanamke mwenzangu unaitafuta kwa jasho, unaipambana sana, ambaye uko kwenye ndoa, lakini pesa yako wewe imeshikana na roho kiasi kwamba wewe ndoa yako, mume wako hausiki kabisa na pesa zako. Mimi sijui pesa zako waga unazitumia kufanya nini, lakini ninachokuambia ni kwamba kama hauwezi kumhurumia mume wako, hakuna mtu wa kumhurumia mume wako. Mama yake hawezi kumhurumia kwa sababu anahitaji amtumie pesa za matumizi, mahitaji ya shamba na vitu vingine. Baba yake hawezi kumhurumia kwa sababu amemsomesha na imefika hatua anatakiwa ale matunda ya mtoto wake. Wadogo zake hawezi kumhurumia. Inafika hatua hata wadogo zako na baadhi ya ndugu zako wakikutafuta na kukwambia tusaidie kumwambia shemeji. Hakuna mtu wa kumhurumia mume wako zaidi yako. Kama unafanya kazi lakini pesa yako mume wako haioni, familia yako haioni, wewe ni wale wanawake wa mwanaume atatafuta kwa jasho atalita familia. Baki nyumbani. I have said what I have said. Kama hauwezi kuisaidia familia yako kwa chochote kile, wala kumsapoti mume wako kwa namna yoyote ile, lakini unafanya kazi, unafanya biashara, unapambana sana, unatafuta hizo hela kwa ajili ya nani? Mnasemaga wote tunatafuta kwa ajili ya watoto. Watoto, kwani baba atafuti kwa ajili ya watoto? Au nyinyi mlivyounganika kuwa mwili mmoja, pesa sio za kwenu, pesa hazipo kwenye huo muunganiko wa mwili mmoja. Wanawake wenzangu, tuache ubinafsi kwenye swala la hela. Najua kila mmoja na mahitaji yake mengi. Tunasema wanawake tuna mahitaji mengi sana. Hela zetu uwaga zina vitu vingi sana vya kufanya. Katika hivyo vitu vingi, siku moja jikusanye, chukua hata 2,000,000 mpe huyo baba. Hamjawahi kulala na njaa, watoto wanasoma, school fees inalipwa, kodi inalipwa. Mhurumie mume wako. Hakuna wa kumhurumia mume wako zaidi yako. Hata vile tu vitu vidogo vidogo jamani. Hebu siku moja chukua ka 2,000,000 mpe baba mtu uliko kasevu. Hata mkinipiga mawe, mimi nimeshasema jamani.